Ni maisha ya kila siku ya mwanadada mmoja mpambanaji anayetambulika kwa jina Sarita. Bimdada huyu alikuwa kaolewa na mume wake anayetambulika kwa jina Sushanti. Huyu ni bimdada ambaye anafanya kazi ndani ya benki moja mjini hapa Mumbai, lakini maisha yake bado hayajawa mazuri zaidi, kwani uhitaji wa pesa ndani ya hii familia ulikuwa ni mkubwa sana, sababu mume wake alikuwa hana kazi yoyote. Yeye ilikuwa akiamka asubuhi na mapema anaenda kucheza game pamoja na marafiki zake mpaka wakati wa jioni. Familia hii walikuwa na mtoto mmoja wa kiume ambaye kwa sasa alikuwa bado anasoma shule, lakini pia hadithi ya hawa wapenda nawe bwana zamani wote walikuwa wanashirikiana kuweza kuimba muziki. Sushanti alikuwa anapiga gitaa na bimdada alikuwa anaimba muziki, lakini siku moja kipindi ambacho walikuwa hapo katika mashindano makubwa sana kutafuta vipaji vya watu ambao walikuwa naimba, Sarita baada ya kuangalia mbele yake na kuona kundi kubwa la mashabiki bwana, hali ikampelekea yeye kuweza kushindwa kabisa kutoa sauti yake, lakini pia huu ndio ukawa mwisho wa wao kujihusisha na masuala ya muziki. Bimdada kifupi katika hii familia yeye alikuwa anategemewa kila kitu. Mshahara wake ulikuwa unahusika kuweza kulipa ada ya mtoto, lakini pia kuweza kuilisha familia. Lakini pia katika nyumba anaoishi bwana, siku hii ya leo katika apartment nyingine tunaona kuna mtu mmoja anaingia pamoja na begi jeusi. Baada ya kuingia humu ndani, anaelekea upande wa chooni na kuanza kudumbukiza vibulungutu vya pesa katika pipe ambayo ilikuwa inapitisha maji. Kitu hiki ambacho mtu huyu huwa anakifanya huwa kinapelekea pipe za maji kusumbua sana, hususan pipe za maji machafu, na kupelekea watu wa hili eneo kuwa wanamuita fundi bomba kila itwapo leo. Sarita pamoja na mume wake ugomvi huwa hauishi nyumbani, na hii ni kutokana na hali ya ugumu wa pesa kuweza kupatikana. Lakini pia bimdada huwa anaona mume wake kama ni mtu ambaye anapenda sana mchezo kuliko kutafuta kazi, na kitu ambacho alikuwa kitambui Sushanti alikuwa anajitahidi sana kuweza kupambana huku na kule, lakini tatizo kazi alikuwa hazipati ambazo zilikuwa za kueleweka. Kama siku hii ya leo kazi ambayo alikuwa anaifanya yeye pamoja na rafiki yake alikuwa anatambulika kujia Dinesh. Baada ya kuelekea kwa bosi ili aweze kuchukua maokoto, anapewa taarifa ya kwamba rafiki yake tayari alishachukua pesa zote. Anaelekea kwa rafiki yake Dinesh, lakini baada ya kufika mke wake anamweleza kwamba Dinesh hajafika bado. Muungwana anaona tayari alishapigwa changa, lakini baada ya kuondoka Dinesh tunamuona akiwa yupo ndani, alikuwa kajificha. Upande wa bimdada Sarita leo anamfuata rafiki yake ambaye walikuwa ni majirani, anamweleza kwamba hakika kwake maelewano pamoja na mume wake Sushanti imekuwa ni kazi ngumu, na hii inasababishwa na kukosekana kwa pesa kutosha ndani ya familia. Rafiki yake anamtia moyo, lakini pia anamweleza labda ajaribu kwenda kuzungumza na mume wake, huenda wakapata utatuzi wa tatizo ambao lilikuwa linawasumbua. Wakati wa usiku Sushanti alikuwa akajiachilia amelala fofofo, lakini bimdada usingizi ulikuwa haupiti hata kidogo. Dada anatoka kwenda kuchukua maji ya kunywa jikoni, lakini kwa bahati mbaya ana Ronaldo kiti bwana, anakaa chini kusikilizia kelele za mashabiki. Maumivu yalikuwa ni makubwa sana, anampelekea bimdada kudondosha machozi, lakini ghafla akaanza kusikia sauti za ajabu ajabu. Sauti hizi zilikuwa zinatoka kwenye pipe za maji machafu. Bimdada baada ya kwenda kuangalia moja kati ya pipe bwana, zinatoka fungu kadhaa za pesa. Bimdada akashangaa sana, kumbe muda wote huwa anahangaika kutafuta pesa, kumbe ndani mwake huwa zinapita pesa za bure bure. Dada baada ya kuangalia muda akagundua kwamba ilikuwa ni saa 9 usiku. Asubuhi anafika kazini, anaenda kuhakikisha hizi pesa kwenye mashine ya bosi wake bwana, anagundua kwamba zilikuwa ni pesa original. Anaenda kununua mahitaji baadhi ya nyumbani, lakini pia anamalizia madeni ambayo mume wake alikuwa anadaiwa. Kama hiyo haitoshi, leo anaenda kukutana na mtu anayetambulika kwa jina la Redi. Huu ni mtu ambaye alikuwa anamdai Sushanti pesa za kutosha. Kipindi ambacho alikuwa anakwenda kuzungumza, mwanamama mmoja mbea wa kitaani bwana akairekodi hii video akidhani ya kwamba walikuwa nakwenda kufanya mambo mabaya. Bimdada anarudi nyumbani hana hili wala lile, lakini pia mambo yote alikuwa anayafanya pasina kuweza kumshirikisha mume wake. Huu ndio ukawa mchezo wa bimdada. Kila ifikapo saa 9 usiku alikuwa anaelekea katika kile kibomba, anakichomoa, kisha pesa zinatoka na yeye anazichukua kwenda kuzitumia, lakini pia akawa anajiuliza hizi pesa zinatoka maeneo gani. Siku hii leo akaelekea upande wa juu kabisa kwenda kufanya uchunguzi wake, lakini hakufanikiwa kabisa kuweza kupata jibu lolote. Sushanti anamuuliza mke wake, je, umepata wapi pesa za kumlipa Redi? Lakini bimdada akamweleza ya kwamba ni pesa ambazo amezitoa kwenye akaunti ya mama yake, kwani kuna kipindi ambacho alikuwa akamkopesha kiasi cha pesa. Muuni inakuwa ni ngumu kuelewa, lakini kimtindo akabaki kuwa kimya, kwani uwezo wa kumuuliza mama mkwe alikuwa hana. Leo shosti wake na bimdada Sarita alikuwa anajiandaa ili kuweza kumwozesha mwanaye. Sasa unapigwa mkesha mmoja wa maana sana watu, kipindi ambacho alikuwa anajilemba bwana bimdada Sarita, yeye mawazo yake yote pamoja na macho alikuwa katika saa, kwani alikuwa anatambua kwamba pindi ifikapo saa 9 usiku alikuwa anahitajika kuweza kuwahi katika jiko lake ili kwenda kuchukua pesa ambazo zilikuwa zinapita. Sasa wenzake wakawa wanashangaa sana, mbona bimdada kama hayupo? Ni
ni nini ambacho kinamfanya awe ana mawazo. Baada ya kuondoka bwana, kama kawaida, yule mama ambaye alikuwa karekodi video akawaita wananzengo na kuanza kuonyesha, lakini pia kameramani na yeye kwa kuwa alikuwa ni rafiki yake na Sushanti bwana, akaweza kurekodi hili tukio vizuri, lakini kitu ambacho alikuwa kamisi ni kuweza kuirekodi video inayomuonyesha huyu bimdada Sarita akielekea hotelini pamoja na mwamba aliyekuwa anatambulika kwa jina la Redi. Dada leo mti wake wa kudondosha pesa ukakwama, kwani kulikuwa hakuna dalili zozote, lakini ghafla akasikia kama vile vishindo. Baada ya kuchungulia katika mlango bwana, akafanikiwa kuona watu ambao walikuwa wanashuka kutoka juu ya jengo. Kila mmoja alikuwa kabeba briefcase ambayo ndani yake nadhani kulikuwa kuna pesa za kutosha, na ukiwaangalia tu hawa watu walikuwa sio watu wazuri. Sasa bimdada hizi pesa ambazo alikuwa anazichukua, je, atabaki salama? Mimi hapana jua. Lakini pia asubuhi na mapema anafika jirani yake na kumpatia taarifa nyingine ambayo ilikuwa ni mbaya, sababu huyu mwanadada naye alikuwa anafaidika katika ule mradi wa kuweza kuchukua pesa saa 9 usiku ambazo zilikuwa zinapita katika zile paipu za maji machafu. Anamweleza kwamba kiongozi wa nchi ametangaza kuanzia siku hii ya leo zitakuwa hazitumiki pesa ambazo zilikuwa ni rupia 1000 pamoja na rupia 500, na mtu yoyote ambaye amezihifadhi hizo noti ndani basi azipeleke benki ili ziweze kubadilishwa, kwani muda sio punde zitaanza kutumika noti zingine. Bwana, kila mmoja akavurugwa. Raia kibao akapanga foleni benki kwenda kuweka pesa ambazo alikuwa amezihifadhi ndani. Kipindi hiki bwana, bimdada alikuwa anapiga kazi sio mchezo, yani alikuwa anatoka asubuhi na kurudi jioni, lakini pia wateja walikuwa ni wengi wao walikuwa ni watu ambao walikuwa na maneno machafu. Hivyo bimdada Sarita bwana ikampelekea kuwa ni mtu ambaye anamjibu vibaya sana mume wake Sushanti. Muungwana, hizi tabia mpya za mke wake zikampelekea kutambua ya kwamba huenda akawa ana mahusiano ya kimapenzi na mtu mwingine. Kama hiyo haitoshi, leo baada ya kuelekea kwa rafiki yake anamwonyesha ile video ambayo yeye alikuwa kairekodi, lakini pia anamweleza kwamba hakufanikiwa kabisa kuweza kuiona hiyo video ambayo mama mbea wa mtaani alikuwa kairekodi. Hivyo anamweleza amtafute shangazi mbea ili aweze kumwonyesha hiyo video ya bimdada ikimwonyesha anaenda hotelini pamoja na mwanaume mwingine. Mshikaji anapambana, anafanikiwa kuinasa ile video. Aliumia sana, akadhani ya kwamba huenda mke wake aliutumia mwili wake kuweza kulipa deni ambalo yeye alikuwa anadaiwa. Anamfuata mke wake kazini na kuweza kumuuliza maswali, tena kwa hisia kali. Anamuuliza kwamba je, kuna swali lolote ambalo unahitaji kuniuliza ama una jambo ambalo unalificha ambalo unahitaji mimi niweze kulifahamu? Bimdada kuelewa kitu gani ambacho Sushanti anajaribu kuweza kumweleza, lakini yeye akamwambia kwamba arudi nyumbani akamsubiri, kwani kwa sasa ana kazi ambazo anahitaji kwenda kuzimalizia. Redi siku ya leo tena anakutana na bimdada na kuweza kumweleza kwamba kuna kazi nyingine ambayo anahitaji aweze kumpatia kazi hii. Endapo akifanya vyema, basi deni lililobaki ambalo mume wake alikuwa anadaiwa atalisamehe kabisa. Muungwana anadai ya kwamba yeye anafanya kazi ya kuweza kubadilisha noti za zamani, yani endapo mtu akimpelekea noti ya rupia 500 basi yeye anampatia noti mpya rupia 300. Hivyo anamweleza bimdada hii ni biashara ambayo ina faida sana. Kazi yake bimdada ni kuweza kuzichukua zile noti za zamani na kwenda kuziweka ndani ya akaunti yake, na endapo akikubali basi atapatiwa faida ya 40%. Bimdada anamchomolea, lakini baada ya kufika nyumbani, jirani leo anamuita tena, anamweleza anahitaji amsaidie kwenda kubadilisha pesa za zamani ambazo zilikuwepo ndani, kwani ndio pesa pekee alizonazo ambazo anahitaji aweze kuzitumia kugharamikia harusi ya mwanaye. Dada anasema kwamba atamuunganisha kwa mtu ambaye atampatia rupia 300 endapo yeye atampatia rupia 500 za zamani. Sarita kama kawaida, ilipofika saa 9 usiku bwana, akaelekea katika chimbo lake la kuweza kupata pesa za bure, na leo bwana akafanikiwa kuweza kukutana na pesa ambazo zilikuwa ni noti mpya zinazotumika kwa sasa. Dada alifurahi sana, lakini kwa sasa akawa ana ulinzi mkubwa ndani ya hili jiko, kwani kila ambapo alikuwa anaondoka alikuwa anafunga mlango. Alikuwa hitaji mtu yoyote aweze kuingia mle jikoni, lakini pia akawa anatumia zile pesa kuweza kufanya shopping mbalimbali, pasina kujua kwamba nyuma kulikuwa kuna rafiki wa mume wake ambaye alikuwa anamfuatilia kuweza kujaribu kung'amua ya kwamba je, ni kweli Sarita alikuwa na mahusiano na mwanaume mwingine ama ni stori tu za udaku ambao zimeenea mtaani. Dada alifanya shopping ya maana kuweza kununua vitu mbalimbali vya ndani, lakini pia alikuwa yuko makini kuweza kuficha pesa zake,
Kuna zingine alikuwa anazificha kwenye tochi, lakini pia zingine alikuwa anaficha chini ya kitanda. Hii yote ni kuweza kulinda mume wake asije akajua jambo lolote. Siku ya harusi ya jirani yake bwana akaweza kuzawadia zawadi ambayo ilikuwa ni ya pesa ndefu. Sushanti baada ya kusoma ile bei bwana akashangaa sana, mke wake katoa wapi pesa ya kununua zawadi ya gharama kama hii. Anamfuata mke wake kujaribu kuweza kumuuliza ili apate maelezo ni wapi ambapo siku hizi anatoa pesa, lakini bimdada akawa ni mkali. Kama hiyo haitoshi, akawa anampatia maneno ambayo alikuwa ni ya dharau. Anamweleza mshikaji, sitoweza kukupa majibu ya kueleweka, ukihitaji niweze kukupa majibu yaliyonyooka. Hakikisha unapata kazi ambayo itakuwa inaleta kipato mezani. Dada leo kipindi ambacho alikuwa anaelekea kazini akakutana na Redi ambaye alikuwa anamzuia akihitaji kuweza kumpatia pesa ili bimdada akaziweke zile pesa kwenye akaunti zake ili muungwana aje kupata pesa ambazo ni noti mpya. Lakini leo Sushanti anaingilia huu ugomvi na kuweza kumlipa pesa zote Redi na kumweleza kwamba akae mbali kabisa na mke wake, kwani asipofanya hivyo basi atamfanya jambo baya. Bimdada leo akashangaa, lakini pia akaona ni kweli mume wake alikuwa anampenda, sio mchezo. Baada ya kufika kazini kipindi ambacho alikuwa na majukumu, kwa bahati mbaya leo wanavamiwa na wezi ambao wanaiba pesa za kutosha, lakini pia wanaiba pesa zingine ambazo zilikuwepo kwenye mkoba wa bimdada Sarita. Anarudi nyumbani akiwa na mawazo lakini pia maumivu ya kutosha, akidhani ya kwamba hakika yeye katika maisha yake alikuwa na gundu la kutosha. Kila ambapo akifika katika sehemu ya mafanikio basi anafeli vibaya, kwani leo anamweleza mume wake kipindi ambacho alikuwa anahitajika aweze kutoboa katika sekta ya uimbaji, bimdada aliweza kuzidiwa na wingi wa mashabiki kampelekea kushindwa kuimba. Lakini pia hata siku hii ya leo moyoni mwake anasema ya kwamba pesa ambazo alikuwa nadhani zitawatoa katika umaskini ndio hizo ambazo zimeweza kuibwa na wezi ambao walikuwa wamevamia benki. Mume anamtuliza, anamwambia mama, usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Lakini ghafla maskari polisi wanafika ndani ya hili eneo, wanamweka mtukati bimdada. Wanahitaji wapatiwe maelezo, kwani baada ya kuweza kuwakamata wale wezi inasemekana ya kwamba pesa ambazo zilikuwa zimeibwa katika dirisha ambalo bimdada huwa anafanyia kazi kulikuwa kuna noti za rupia 2000. Noti hizi zilikuwa zinafuatiliwa sababu ni pesa ambazo walikuwa wamepatiwa na siasa baada ya kuweza kupiga tukio katika mji jirani. Lengo la hawa maskari alikuwa anahitaji maelezo, afahamu ni mtu gani ambaye alipeleka zile pesa benki. Lakini huku upande wa pili jirani pamoja na Dinesh bwana alekea katika kile chumba ambacho huwa kinatumiwa na wale waungwana kupeleka pesa sehemu ambapo alikuwa anazifahamu wenyewe bwana. Baada ya kuingia ndani ya hiki chumba akachukua pesa za kutosha pasina kuweza kunaswa. Upande wa bimdada Sarita bwana, kipindi ambacho alikuwa anasuasua kuweza kujibu, anashangaa mume wake anatoa vile vipochi kama vile ambavyo yeye huwa anakuwa navyo bwana. Anawaeleza kwamba zile noti ni kama hizi na mimi nimeweza kuzipata katika mtalo wa maji machafu. Anaondoka na maskari polisi kwa lengo la kwenda kuwaonyesha. Wanakuta kuna kibunda kingine cha pesa, lakini pia anawapeleka katika chumba ambacho kinamilikiwa na mmoja kati ya mtu ambaye ni msaidizi wa mwanasiasa. Ndani ya hiki chumba bwana ndiyo kuna mabegi ambayo yalikuwa na maokoto ya kutosha. Maskari wanamwambia kwamba basi unaweza ukaondoka, lakini baada ya kufika magetoni anakutana na kina Dineshi na mmoja kati ya bimdada ambaye alikuwa ni jirani. Nyuma yake kulikuwa kuna begi ambalo lilikuwa limejaa maokoto. Sasa yeye alikuwa afahamu hilo jambo, anagana tu kawaida na hawa majirani, anaondoka anaenda kwa mke wake bwana. Anaweka tofauti zao pembeni na kuendelea na maisha mengine. Cha msingi ni furaha, mambo ya pesa huwa yanakuja baadaye bwana. Hapa ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.